kimoja. 70% wakasema usilete mfumo wa vyama vingi. 30% wakasema watu yale luho lete, maana tulateze haka. Mnanielewa? Mwalimu Nyerere hakuwasikiliza walio wengi, aliwasikiliza wale wachache, kwamba siku nikifa sitaki kaburi langu lipigwe viboko eti kwa nini niliacha mfumo wa chama kimoja, wananchi wangu wanateseka. Ndio maana Mwalimu Nyerere aliruhusu mfumo wa vyama vingi, ili watu wa Lugenge mkichoka CCM msema inatosha, mmetudanganya vya kutosha, sasa tunamchagua Sigrada Simba Jike. Mnanielewa ndugu zangu wa Lugenge? Kuto kusikiliza mfumo wa vyama vingi ni kumsaliti Mwalimu Nyerere. Lakini nijitambulishe vizuri, wote mliopo hapa hakuna mtu atasema sio ndugu yangu, hayupo. Mimi ni mtoto wa ardhi hii. Mimi asili yangu ni Lugenge, kwa sababu tumbo lililonizaa mimi limezaliwa Lugenge. Itichi hapo. Kuna ndugu zangu 99% hapa ni ndugu zangu. Nikianza kuwauliza hapa, nitakutana na akina Mwalongo, nitakutana na akina Msigwa, nitakutana na akina Ngailo, nitakutana na watu wote wa Kihesa ambao tukikaa, mwingine ni binamu yangu, mwingine ni shemeji yangu, mwingine ni mjomba wangu, mwingine ni bibi yangu. Kwa hiyo Lugenge, katika vijiji, katika kata ambazo zinatakiwa kunipa kura nyingi, ni kata ya Lugenge, kwa sababu mimi ni mtoto wenu. Kama mnaamini kwamba viongozi wanatokana sijui wapi, mnatakiwa mfute hiyo kauli kuanzia leo. Hata mtoto wako wewe anaweza kuwa kiongozi. Amini hivyo. Huyo binamu yako, mjomba yako Sigrada anaweza kuwa kiongozi kwenye nchi hii. Kiongozi ni mtu mwenye uwezo wa kuwasemea nyinyi serikalini basi. Hatuhitaji fedha za mtu za mfukoni, kwa sababu fedha zipo ambazo mnalipa kodi kila siku. Kuna watu wanaleta chokochoko. Kuna watu wanaleta chokochoko. Ukija kwenye mkutano wa Sigrada, ukisikiliza mkutano wa chama cha upinzani, wanachokonoa fulani. Sikilizeni, na watamani watu wenye fikra za zamani kama hao. Miaka 63 ya uhuru, mtu anaona upinzani hauna msaada kwenye maisha yake. Labda tuwaulize hao wenzetu, mbolea wanagawiwa bure? Wenzetu soko la mahindi kwao ni zuri? Tuwaulize hawa mabalozi wanaopanga mbinu za kuiba kura za Sigrada, wenyewe wana maisha mazuri? Sikilizeni wana Lugenge, hamtakiwi kuwa wanyonge kwenye nchi yenu. Hamtakiwi kuwa wanyonge kwenye nchi ambayo mnalipa kodi kila siku. Kuna mtu anaweza akasema yeye sio mfanyabiashara, analipaje kodi? Nataka niwape elimu ya bure leo. Kila unachokifanya kwenye nchi hii, uwe unanunua soda, unanunua maji, unanunua kitenge, unanunua kilemba, unakunywa chai, umenunua sukari, unaweka vocha kwenye simu, umenunua mafuta ya bodaboda, unalipa kodi ya 18% wakati ule ule unaponunua. Leo hii imefika mahali tunawachukia wanaouza bidhaa mbalimbali hapa vijiweni. Mnaamini kwamba wanajipangia bei wao. Sikiliza, anayepanga mafuta ya pikipiki ununue kiasi gani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Anayepanga mbolea ununue 120,000 au ununue 40,000 ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wakija na makruza hapa, magari mazito mazito ya gharama, mnachanganyikiwa. Mnahisi wana huruma sana na nyinyi. Wanalipa mishahara ya kodi zenu. Toka asubuhi mpaka sasa hivi, kila mtu hapa kuna kitu amekinunua. Mmenielewa? Sasa pigia mahesabu, toka asubuhi mmenunua vitu vingapi? Basi muwe mnaangalia hata vocha zenu mnavyoingiza kwenye simu. Soma pale utakuta wameandika VAT. Wahuni wameshachukua 18%.
Nataka kusema nini? Nchi hii kuleta maendeleo sio fadhila. Kuleta maendeleo, kwanza niwaulize, ino si mwamu itoka bana wano hapa. Yaani hamuwachoki. Kila siku babo, kila siku swaga zile maji, umeme, barabara. Yaani hawanaga hoja nyingine. Kuna kipindi niligundua hii miradi ya maji, umeme na barabara inaenda taratibu, wanafanya makusudi ili watumie kama kete kila mwaka. Tuchagueni tumalize. Tuchagueni tumalize kila mwaka. Na sisi ni wasahaulifu sana. Basi mwe mna rekodi, siku hizi mna smartphone. Haya walioongea juzi hapa jana. Mwaka 2030 na wapia watarudi wanaongea hayo. Mimi msimamo wangu, sihitaji habari za maji, umeme, barabara, kwa sababu hizo zipo kwa mujibu wa sheria, mnatakiwa mletewe. Mimi nataka tujadili ugumu wa maisha ya watu wa Rugenge. Mama zetu sasa hivi sura zao zinafanana na sisi mabinti. Watu wamechoka. Mtu akizaa watoto wawili amechoka. Maisha magumu. Analima viazi eka moja, mfuko ambao amenunua 80, ndani ya muda mfupi atakava chimba viazi 15,000. Wewe utatajirikaje? Utatajirikaje? Utajengaje nyumba sasa hivi? Bati moja hiyo ni shilingi 33,000. Geji nzuri. Bati ambazo wazazi wetu walinunua shilingi 10,000. Halafu kuna vijana hapa wanaamini wanaweza kubadilisha maisha kupitia mfumo huu wa Chama cha Mapinduzi. Huwezi. Nilikuwa nawekea mfano Idiani pale. Bodaboda hizi China zinauzwa shilingi 300,000. Nani angeshindwa kununua bodaboda hapa shilingi 300,000? Kwa nini kifika Tanzania inauzwa shilingi 2,800,000? Mchawi sio bibi yako wala babu yako wala bwana yako uliachana naye. Mchawi ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeweka kodi kubwa bandarini. Hizo kodi wanalipana mishahara huko, wananunulia magari makubwa, wakija hapa mnatandika na nguo. Nguo ambazo ukifika nyumbani hata sabuni ya kufulia huna. Mmegeuka watumwa kwenye kodi zenu. Mmegeuka mnateseka kwenye kodi zenu. Mwiwa mwikina, ulufuna litova, kesho unaumwa mafua, hata hela ya kwenda Ikonda huna. Imefika mahali maisha yamekuwa magumu. Ndugu mmoja kwenye ukoo akiumwa, mnakaa kikao cha ukoo kujadili hela ya kumpelekea hospitali. Hapo nyinyi mnaona sawa tu. Si ndio mlikofikia? Kuna watu mnapeleka ndugu zenu Ikonda, hela zimeisha, mnarudi na mgonjwa, mnakaa naye nyumbani. Aska tuilindila afwe. Mimi mwongo? Mnarudi nao kwa sababu hela za kumuuguzia hazipo. Maisha yanazidi kuwa magumu. Mmekubali kudanganywa. Nimesema hivi, mimi si Grada Mligo. Sina ubia na serikali. Sina mkataba na serikali. Sina aibu kwa serikali. Mnachagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Badala ya kuwasemea wana Rugenge, wao wanasimama upande wa serikali, kuitetea serikali. Watu wa Rugenge naomba mjue kutofautisha hao watu aina tatu. Kuna mtu anaitwa mtendaji wa kijiji. Kuna mtu anaitwa mtendaji wa kata. Kuna mtu anaitwa mkurugenzi. Kuna mtu anaitwa mkuu wa wilaya. Kuna mtu anaitwa mkuu wa mkoa na rais na kwenda mbele. Sikilizeni. Hao watu ndio wapo kwa niaba ya serikali. Sasa nyinyi wananchi, mtu wenu ambaye yupo kwa ajili yenu ni nani? Diwani, mwenyekiti wa kijiji na mbunge ndio watu ambao wanatakiwa kufa na nyinyi asubuhi, mchana, jioni. Lakini mkishawachagua nao wanasimama kuitetea serikali. Serikali itike. Unaisemea serikali, wewe ni mwakilishi wetu, unaisemeaje serikali? Si mlimtuma? Sasa kwa nini wakija hapa wanaanza kusema ni serikali itike? Kwa nini haijibie serikali? Rugenge
hawana soko na viazi havina soko. Mipaka imefungwa. Kwa nini? Mbolea ni gharama. Serikali inadaiwa kwa mawakala wa mbolea, lakini pia kodi imeongezwa kwenye mbolea. Vitu hivi hawawezi kuambia ihokoba bone ndizo bebalabo muri nyumba yangu ila bone ndizo bebalafu ungi biashara. Nyinyi badala ya kuchagua mwenzenu kama mimi Sigrada, mnaamini katika watu fulani. Sasa kama ndemu ya mimi na tajiri, unyamuha ni na tajiri, unyama anale na tajiri. Sasa kwa nini mnakuwa watumwa wa matajiri? Baba hawakabili zenu. Mmekosa mtu anaitwa mwakilishi wenu. Tunahitaji mbunge atakayefika bungeni asimame juu ya meza. Tunahitaji kodi zipungue kwenye mbolea. Ndio tunahitaji mbunge wa namna hiyo. Tunahitaji mbunge atakayepiga meza. Tunahitaji hela za 10%. Au na nyinyi huko hamna taarifa kama waidihani? Mnajua kwamba kuna fedha zinatakiwa kutolewa kila baada ya miezi mitatu. Zinaitwa hela za 10% za mapato ya halmashauri. Yaani hizi kodi zote mnazolipa kila siku, sheria inataka 10% zirudi kwa ajili ya wakina mama, kwa ajili ya vijana na watu wenye ulemavu na wazee. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaambia Watanzania, mnaonaje tukileta mfumo wa vyama vingi? Watanzania 70%, wakati huo kilikuwa chama kimoja, 70% wakasema usilete mfumo wa vyama vingi. 30% wakasema watu yale luho lete, maana tulate zaka. Mnanielewa? Mwalimu Nyerere hakuwasikiliza walio wengi, aliwasikiliza wale wachache, kwamba siku nikifa sitaki kaburi langu lipigwe viboko eti kwa nini niliacha mfumo wa chama kimoja, wananchi wangu wanateseka. Ndio maana Mwalimu Nyerere aliruhusu mfumo wa vyama vingi ili watu wa Lugenge mkichoka CCM msema inatosha, mmetudanganya vya kutosha, sasa tunamchagua Sigrada Simba Jike. Mnanielewa ndugu zangu wa Lugenge? Kuto kusikiliza mfumo wa vyama vingi ni kumsaliti Mwalimu Nyerere. Lakini nijitambulishe vizuri, wote mliopo hapa, hakuna mtu atasema sio ndugu yangu, hayupo. Mimi ni mtoto wa ardhi hii. Mimi asili yangu ni Lugenge, kwa sababu tumbo lililonizaa mimi limezaliwa Lugenge. Itichi hapo. Kuna ndugu zangu 99% hapa ni ndugu zangu. Nikianza kuwauliza hapa, nitakutana na akina Mwalongo, nitakutana na akina Msigwa, nitakutana na akina Ngailo, nitakutana na watu wote wa Kihesa ambao tukikaa, mwingine ni binamu yangu, mwingine ni shemeji yangu, mwingine ni mjomba wangu, mwingine ni bibi yangu. Kwa hiyo Lugenge, katika vijiji, katika kata ambazo zinatakiwa kunipa kura nyingi, ni kata ya Lugenge, kwa sababu mimi ni mtoto wenu. Kama mnaamini kwamba viongozi wanatokana sijui wapi, mnatakiwa mfute hiyo kauli kuanzia leo. Hata mtoto wako wewe anaweza kuwa kiongozi. Amini hivyo. Huyo binamu yako, mjomba yako Sigrada anaweza kuwa kiongozi kwenye nchi hii. Kiongozi ni mtu mwenye uwezo wa kuwasemea nyinyi serikalini basi. Hatuhitaji fedha za mtu za mfukoni, kwa sababu fedha zipo ambazo mnalipa kodi kila siku. Kuna watu wanaleta chokochoko. Kuna watu wanaleta chokochoko. Ukija kwenye mkutano wa Sigrada, ukisikiliza mkutano wa chama cha upinzani, wanachokonoa fulani hivi. Sikilizeni na watamani watu wenye fikra za zamani kama hao. Miaka 63 ya uhuru, mtu anaona upinzani hauna msaada kwenye maisha yake. Labda tuwaulize hao wenzetu, mbolea wanagawiwa bure? Wenzetu soko la mahindi kwao ni zuri?
nchi yenu. Hamtakiwi kuwa wanyonge kwenye nchi ambayo mnalipa kodi kila siku. Kuna mtu anaweza akasema yeye sio mfanyabiashara, analipaje kodi? Nataka niwape elimu ya bure leo. Kila unachokifanya kwenye nchi hii, uwe unanunua soda, unanunua maji, unanunua kitenge, unanunua kilemba, unakunywa chai, umenunua sukari, unaweka vocha kwenye simu, umenunua mafuta ya bodaboda, unalipa kodi ya 18% wakati ule ule unaponunua. Leo hii imefika mahali tunawachukia wanaouza bidhaa mbalimbali hapa vijiweni. Mnaamini kwamba wanajipangia bei wao. Sikiliza, anayepanga mafuta ya pikipiki ununue kiasi gani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Anayepanga mbolea ununue 120,000 au ununue 40,000 ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Wakija na makruza hapa, magari mazito mazito ya gharama, mnachanganyikiwa, mnahisi wana huruma sana na nyinyi. Wanalipwa mishahara ya kodi zenu. Toka asubuhi mpaka sasa hivi kila mtu hapa kuna kitu amekinunua. Mmenielewa? Sasa pigia mahesabu, toka asubuhi mmenunua vitu vingapi? Basi muwe mnaangalia hata vocha zenu mnavyoingiza kwenye simu. Soma pale utakuta ameandika VAT. Wahuni wameshachukua 18%. Nataka kusema nini? Nchi hii kuleta maendeleo sio fadhila. Kuleta maendeleo, kwanza niwaulize, ino si mwamu itokana wano. Yaani hamuwachoki. Kila siku babo, kila siku swaga zile maji, umeme, barabara. Yaani hawanaga hoja nyingine. Kuna kipindi niligundua hii miradi ya maji, umeme na barabara inaenda taratibu, wanafanya makusudi ili watumie kama kete kila mwaka. Tuchagueni tumalize. Tuchagueni tumalize kila mwaka. Na sisi ni wasahaulifu sana. Basi muwe mna rekodi, siku hizi mna smartphone. Haya walioongea juzi hapa jana. Mwaka 2030 na wapia watarudi wanaongea hayo. Mimi msimamo wangu, sihitaji habari za maji, umeme, barabara, kwa sababu hizo zipo kwa mujibu wa sheria, mnatakiwa mletewe. Mimi nataka tujadili ugumu wa maisha ya watu wa Rugenge. Mama zetu sasa hivi sura zao zinafanana na sisi mabinti. Watu wamechoka. Mtu akizaa watoto wawili amechoka. Maisha magumu. Analima viazi eka moja, mfuko ambao amenunua 80,000. Ndani ya muda mfupi atakavyochimba viazi 15,000. Wewe utatajirikaje? Utatajirikaje? Utajengaje nyumba sasa hivi? Bati moja hiyo ni shilingi 33,000. Geji nzuri. Bati ambazo wazazi wetu walinunua shilingi 10,000. Halafu kuna vijana hapa wanaamini wanaweza kubadilisha maisha kupitia mfumo huu wa Chama cha Mapinduzi. Huwezi. Nilikuwa nawekea mfano Idiani pale. Bodaboda hizi China zinauzwa shilingi 300,000. Nani angeshindwa kununua bodaboda hapa shilingi 300,000? Kwa nini kifika Tanzania inauzwa shilingi 2,800,000? Mchawi sio bibi yako wala babu yako wala bwana yako uliachana naye. Mchawi ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeweka kodi kubwa bandarini. Hizo kodi wanalipana mishahara huko, wananunulia magari makubwa, wakija hapa mnatandika na nguo ambazo ukifika nyumbani hata sabuni ya kufulia huna. Mmegeuka watumwa kwenye kodi zenu. Mmegeuka mnateseka kwenye kodi zenu. Mwiwa mwikina ulufuna lito na litova, kesho unaumwa mafua, hata hela ya kwenda Ikonda huna. Imefika mahali maisha yamekuwa magumu. Ndugu mmoja kwenye ukoo akiumwa, mnakaa kikao cha ukoo kujadili hela ya kumpelekea hospitali. Hapo nyinyi mnaona sawa tu. Si ndio mlikofikia? Kuna watu mnapeleka ndugu zenu Ikonda, hela zimeisha, mnarudi na mgonjwa, mnakaa naye nyumbani. Aska tuilindila afwe. Mimi mwongo? Mnarudi nao kwa sababu hela za
kuuguzia hazipo. Maisha yanazidi kuwa magumu. Mmekubali kudanganywa. Nimesema hivi, mimi Sigrada Mligo sina ubia na serikali, sina mkataba na serikali, sina aibu kwa serikali. Mnachagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya kulinda maslahi yao. Badala ya kuwasemea Wanarugenge, wao wanasimama upande wa serikali kuitetea serikali. Watu wa Rugenge, naomba mjue kutofautisha hao watu wa aina tatu. Kuna mtu anaitwa mtendaji wa kijiji, kuna mtu anaitwa mtendaji wa kata, kuna mtu anaitwa mkurugenzi, kuna mtu anaitwa mkuu wa wilaya, kuna mtu anaitwa mkuu wa mkoa na rais na kwenda mbele. Sikilizeni, hao watu ndio wapo kwa niaba ya serikali. Sasa nyinyi wananchi, mtu wenu ambaye yupo kwa ajili yenu ni nani? Diwani, mwenyekiti wa kijiji na mbunge ndio watu ambao wanatakiwa kufa na nyinyi asubuhi, mchana, jioni. Lakini mkishawachagua nao wanasimama kuitetea serikali. Serikali itike, unaisemea serikali, wewe ni mwakilishi wetu, unaisemeaje serikali? Si mlimtuma? Sasa kwa nini wakija hapa wanaanza kusema serikali itike? Kwa nini haijibie serikali? Rugenge mbolea gharama, viazi hamna soko. Kwa nini mahindi hayana soko na viazi havina soko? Mipaka imefungwa. Kwa nini mbolea ni gharama? Serikali inadaiwa kwa mawakala wa mbolea, lakini pia kodi imeongezwa kwenye mbolea. Vitu hivi hawawezi kuambia ihokoba vone ndizo bebalabo moli nyumba yangu ila vone ndizo bebalafu ungi biashara. Nyinyi badala ya kuchagua mwenzenu kama mimi Sigrada, mnaamini katika watu fulani. Sasa kama ndemu ya mimi na tajiri, unyamuhali na tajiri, unyama nale yenye matajiri. Sasa kwa nini mnakuwa watumwa wa matajiri? Baba hawakani liseni. Mmekosa mtu anaitwa mwakilishi wenu. Tunahitaji mbunge atakayefika bungeni asimame juu ya meza. Tunahitaji kodi zipungue kwenye mbolea. Ndio tunahitaji mbunge wa namna hiyo. Tunahitaji mbunge atakayepiga meza. Tunahitaji hela za 10% au na nyinyi huko hamna taarifa kama waidihani. Mnajua kwamba kuna fedha zinatakiwa kutolewa kila baada ya miezi mitatu. Zinaitwa hela za 10% za mapato ya halmashauri. Yaani hizi kodi zote mnazolipa kila siku, sheria inataka 10% zirudi kwa ajili ya wakina mama, kwa ajili ya vijana na watu wenye ulemavu na wazee. Ukishazipata fedha zile, sheria inakupa miezi mitatu usianze kulipa. Yaani sheria imekuhurumia. Inataka ukizipata uanzishe biashara mpaka itakapoanza kujitegemea ndio uanze kuzirudisha. Vitu kama hivi mnatakiwa muwe mnaambiwa. Lakini fedha zile zina watu fulani hivi. Mkishajisajili, mmekamilisha kila kitu, anaanza kufuatia yule hiyo kitu. Mwali bena alishamakani. Hatuhitaji hiyo biashara. Ukishakuwa mbunge, ukishakuwa diwani, ukishakuwa mwenyekiti wa kijiji, wewe ni mwenyekiti wa wananchi wote bila kujali dini zao wala imani zao wala vyama vyao. Leo hii mnachagua kila siku, mnachagua viongozi ambao wapo kwa ajili ya CCM. Huo ndio ukweli. Kuna watu hapa hamjaipata wawakilishi hata siku hii. Hivi nyinyi mlishawahi semewa kweli kwamba Rugenge pale kuna changamoto hii? Hamjawahi kuwa na wawakilishi. Watu mnaochagua ni watu wenye ubia na serikali. Watu ambao wanaiogopa serikali. Wana mabiashara yao, wanaogopa. Wakienda kuikosoa serikali. Mimi nawaambiaga hata polisi hawa. Katika watu ambao hawajawahi pata wa kuwasemea pamoja na polisi. Mshawahi ona kuna mbunge anasimama bungeni anasemea polisi? Ndio maana na wao kuna muda wanakuwa wakali. Hawa wanalipwa posho ndogo sana. Niliwaambia polisi nichagueni mimi, ndio nitakuwa mbunge wa kwanza wa kusemea maslahi ya polisi.
Polisi. Jamani polisi, siku hizi ukipeleka kesi polisi unaona bora uachane nayo tu au mmalizane mtaani. Kwani mimi mwongo? Yaani ukipeleka kesi polisi, wewe na bora tumalizane huku mtaani. Kwa nini? Hawa watu ni wakali kwa sababu wana njaa. Umenielewa? Hawatimiziwi maslahi yao, mahitaji yao. Kuna fedha huwa zinatengwa kwa ajili ya kuendeshea jeshi la polisi. Ukienda polisi kupeleka kesi yako, muda wote gari haina mafuta. Unaanza tena kukodi wewe gari, wewe mlalamikaji tena. Unaanza kukodi gari. Mimi naambia kama mauaji hata kuja kuisha kwa ajili ya nini? Mtu akipeleka sehemu zenye vyombo vya ulinzi na usalama, anaona mateso zaidi. Anafanya maamuzi, anakatisha tu kwamba hili limeniuzi, ngoja nimalizane nao kitaani. Hivi vitu watu hawawezi kuambia. Siku polisi wakiongezewa mishahara, wakapewa fedha zao za kila mwezi za matumizi ya kipolisi, zinazofanya gari ya polisi muda wote iwe na mafuta, hawatakuwa wakali. Hawatawasumbua watu. Wakali muda mwingine ni njaa. Yaani hawa ganga njaa kama mimi. Ndio maana nawaambiaga nyinyi polisi mnatakiwa mniunge mkono mimi, kwa sababu nyinyi ni wenzangu. Niwaambieni siri moja. Mimi napendaga kutolea mfano mdogo tu. Wanaume wanajua. Hata mwanamke unayetaka kumuoa ambaye hakusumbui, anakubali tu. Huwezi kuandaa mali kwa ajili yake, au huwezi kuandaa fedha umnunulie kitenge, au huwezi kumuhonga kwa kifupi. Sasa mwanamke umemtafuta amekubali, unaanza kuteseka nini? Issue ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi haipeleki maendeleo kwa watu wanaopiga makofi kila siku. Si hamna shida nyinyi? Nyinyi mnashinda mnaiba yana. Sisi mbele kwa mbele. Kwanza huko mbele ni wapi? Huko mbele ni wapi? Na kuna muda wanawapigia wimbo. Sisi mwina wenyewe na wewe unahisi ni mwenyewe. Sio wewe. Sisi halisi wapo kwenye makruza ya milioni 500 gari moja. Nataka niwaambie mabalozi. Mabalozi nyinyi ni baba zangu na wengine ni bibi zangu. Wengine ni mama zangu, wengine ni dada zangu, wengine ni kaka zangu. Kataeni hiyo biashara ya kuiba kura. Unajua mabalozi ndio maana anavaaga manguo makubwa makoti. Anapewa karatasi yake ya kupiga kura. Nyingine anakuwa alishaweka mfukoni ambazo zimeshapigwa. Anachokifanya, anapoenda kudumbukiza kura yake, anadumbukiza na zile zilizopigwa. Mimi Sigrada nimesema, balozi, kwanza wewe unakaribia kufa. Umri wako na nini, huenda unakaribia kufa. Kataa hii dhambi ya kuiba kura. Miaka 63 unatumika kuiba kura. Kataa. Ukifika kwenye boksi la kura, sema Mungu wangu, nimetumika vibaya na Chama cha Mapinduzi. Sasa nataka nife nikiwa nimekiri dhambi zangu. Sitaki kumhujumu huyu binti mdogo. Binti ambaye ni mpambanaji na wapambana kwa ajili ya taifa hili. Naomba leo nisifanye kazi ya kuiba kura. Nenda kampigia Sigrada. Ukinihujumu mimi, ukiiba kura za Sigrada, umewahujumu wanarugenge wote hawa. Pengine hujanitesa mimi. Umewatesa wanarugenge ambao sasa hivi mbolea ni 120,000 nayo haipo. Kama mtaendelea kuiba yana, sisi mbele kwa mbele ina wenyewe. Nyinyi vijana wapambanaji wenzangu, kubadilisha maisha yenu mtasubiri sana. Huo ndio ukweli. Tatizo hamjui kwamba sheria zote mnazotekeleza kwenye nchi hii zinapitishwa na wabunge. Yaani tatizo hamjui. Ngazi ya bunge, wabunge ndio wanapitisha sheria zote. Ukija ngazi ya level za serikali za mitaa, hizi sheria wanazozitekeleza watendaji wa kata, wanazozitekeleza watendaji wa vijiji, wala msiwanunie, zimepitishwa na baraza la madiwani. Siku mkijua kwamba mchawi wa maisha yenu ni viongozi mnaowapigia kura miaka yote, mtafanya maamuzi. Siku Lugenge mkikataa sisi
CCM, ndio siku mtakapoanza kuletewa maendeleo. Mno. Yaani ni sawa sawa na wewe umezaa watoto 7, hakuna anayesema baba tutakaa hii nyumba hivi ya matope mpaka lini? Ujue wewe umezaa wapumbavu. Tunahitaji kwenye familia kuwe na mtoto atakayesema baba. Pale kwa wakina Joni wamepiga hesabu ya kawaida vinagoma. Watu wanaokaa tunaita ukoo wa panya. Yaani panya wa ukoo mmoja wakae wajadili waache kula mahindi yako wewe. Yaani panya wa ukoo mmoja waache kula mahindi yako wewe. Mimi nimewaambia watu wa Idihani, mimi ni kama Yesu Kristo aliyekuja kuhubiri Injili, lakini watu wakamtukana, wakampiga, wakaenda mbele zaidi, wakamuua. Haya ninayozungumza mtakuja kuelewa baadaye, na mtaelewa zaidi siku mimi nikiwa mbunge wa jimbo hili, ndio mtajua kumbe haya mambo yanawezekana. Wanakuja hapa wanawatajia bilioni ngapi? Bilioni au nyinyi wenzangu wamtajiwage hapa. Tumeleta bilioni. Jamani, kwani nyinyi watoto zingeletwa hizo bilioni si mngeona? Si kuna mambo mngeona? Tatizo wanawachukulia kama nyinyi hamna uelewa. Tunahitaji mtu atakayesema tunataka bei ya mbolea ipungue. Ikiwezekana serikali itoe kabisa kodi kwenye mbolea. Wameambia watawaletea ruzuku tena. Sikiliza brother, iko hivi. Ruzuku ni 10%. Kwa hiyo mbolea ikipanda ikafika 150,000, wakiweka ruzuku unanunua 130,000. Sasa kuna maana gani hapo? Sisi hatutaki ruzuku. Tunataka mbolea itolewe kodi kabisa, ili turudi kwenye mfuko 40,000, 35,000. Ruzuku yani kitanistangihiriza. Ulishawahi mpa mtoto uji kwa yani kumdanganya? Yani uji haujaiva, mtoto analia, unachukua kale kakijiko kutangihiriza yani ili atulie kulia. Ndicho mnachofanyiwa watu wa Rugenge. Huo ndio ukweli. Wanakuja wanaimba na ishu ya ruzuku 10%, 10,000. Sasa si bora watoe kabisa, mjue tunakomaa wenyewe. Tunataka kodi itolewe kwenye mbolea. Tunataka kodi itolewe kwenye vifaa vya ujenzi, ili vijana wahame kwenye nyumba za wazazi wao wakajenga nyumba zao. Vijana saizi wameona kujenga hawawezi, wameamua wao wanapanga. Sio kosa lao. Maisha yamekuwa magumu. Wengine wameamua tu kuwa wezi. Maana anatafuta hela za halali na shindikana, anaenda kuwa mwizi. Wengine wameenda mbali zaidi, wameenda kutafuta hela za moto. Sio yeye. Mambo magumu. Mchawi sio bibi yako wala mama yako. Mchawi ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambayo ndio inakuchukua kodi. Ukinunua umeme umekula kodi. Ukinunua maji umeliwa kodi. Ukiingiza vocha umeliwa kodi. Ukinunua mafuta ya bodaboda umekatwa kodi. Ukinunua t-shirt umekatwa kodi. Kila unachokinunua kwenye nchi hii. Gari hii, mnaiona hii gari ya mziki? Japani inauzwa shilingi milioni 8. Nani angeshindwa kununua gari kama hii Rugenge? Leo hii gari hii mpya Dar es Salaam ikishavuka tu bandari matatizo yameanza. Ikishavuka tu yale maji kuja kwetu matatizo yameanza. Leo hii gari mpya dukani milioni 45. Kwa nini ni gharama? Kodi za bandari ya Tanzania. Na sasa hivi bandari yenyewe ilishauzwa. Kwa hiyo yule mwekezaji anapiga mara mbili. Ndio maana kuanzia mwezi wa 11 baada sasa wametulia ili msahau mateso. Subirini uchaguzi uishe. Subirini uchaguzi uishe. Kuna watu wanacheza betting hapa. Kuna watu wanauza bisi. Kuna watu wanauza ubuyu. Sheria ya kodi iliyopitishwa na wabunge hawa wanaopita hapa mwezi wa 6 inasema Mtanzania yeyote lazima ukasajiliwe TRA bila kujalisha biashara gani unaifanya.
Watu mnaocheza betting, ile michezo ya betting, sheria imesema ukicheza betting ukapata commission, sisi vijana tunasema uhapuna, wanupune ubetting, unatakiwa kukatwa kodi ya 10%. Ma-MC mnaotangaza maharusi, sijui mnatangaza sherehe, ile hela unayolipwa unatakiwa kulipa 10% TRA. Mnaopika vyakula vya kwenye masherehe, yani yeyote unayefanya shughuli yoyote. Kuna mtu afanye shughuli yoyote hapa? Si kila mtu ana shughuli yake. Sheria inasema unatakiwa kwenda kulipa TRA. Mnalalamika miti ambao bei ndogo, poleni sana. Baada ya uchaguzi ndo itashuka mara 20. Mtike tukutunganya mabihi hapo tulima maparachichi. Sikilizeni, kinachofanya miti ambao ishuke bei ni kodi. Ubao sasa hivi umeongezewa kodi, ziko 4. Wameongeza juzi. Sheria ile inasema wewe uliyeuza miti unatakiwa kulipa 10% TRA. Na kwa sababu anayenunua msitu wako anakuwa na haraka ili apate kile cheti cha TRA kusafirisha mbao zake, atalipa yeye mwenyewe TRA, halafu anakuja kukukata we kwenye manunuzi. Ndicho kinachofanyika. Enyewe anaferikisi bikula mawihi sendi ndebe, sio wao. Mmenielewa? Sio wao. Soko limekaa vibaya, kodi ni nyingi sokoni. Isuhale ukitoyula endisi bei ya suhale. Sio yeye. Anayepanga bei za bidhaa ni serikali kupitia wabunge wenu na madiwani wenu. Mmenielewa ndugu zangu wa Rugenge? Msipojua haya mambo mtaendelea kuimba yena. Mimi Sigrada nimesema kwenye vipaumbele vyangu, kwa sababu watu wa Njombe mnateseka, hasa jimbo hili la Njombe mjini. Siku nikitangazwa kuwa mbunge, ofisi yangu kama mbunge nitaweka wakili mwanasheria, kwa sababu mimi nitakuwa bize. Mimi si mwanasheria, nitakuwa bize. Nitaweka mwanasheria ofisini kwangu ambaye mimi nitagharamia gharama zake zote. Yaani ofisi ya mbunge itakuwa inamlipa wakili ambaye yupo kwenye ofisi yangu. Lengo langu ni nini? Wananchi wote wa jimbo hili wenye matatizo ya kisheria wafike ofisini kwa mbunge wakatatuliwe matatizo yao ya kisheria. Hakuna mbunge atawaambia hivi vitu zaidi ya Sigrada Mligo. Mshahara wa mbunge ni milioni 18. Mimi nitashindwa kutenga milioni 2 ya kumlipa wakili kila mwezi? Hebu tuache ubinafsi basi. Mmenielewa na Rugenge? Mnateseka sana huku. Mnateseka sana.